Alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, bado anaendelea kutenda, somo bado inaendelea. Jana kuna taarifa zimezagaa mitandao ya kijamii ikihusiana na rais wa TFF Wallace Karia akiongea kuhusiana na watu ambao wanashtumu bodi ya ligi, baadhi kama Almas Kasongo pamoja na Steven Mguto kuhusiana wajiuzuru. Rais ametoka amesema labda wajiuzuru wao kwa maana barua ya Africans ambao iliandika. Kauli hii umeipokea kwanza? Kwanza hiyo kauli nimesikia, lakini kabla ya yote sijazungumza, kwanza kumpongeza tu Mheshimiwa Rais Karia kwa kuchaguliwa kuwa mmoja wa wajumbe wa kamati ya utendaji wa shirikisho la soka barani Afrika. Limekuwa jambo jema, limekuwa jambo zuri kwa sababu kwamba katika ukanda wa Sekafa kutoa kiongozi kama yule kwenda kuwakilisha soka katika ukanda wa Sekafa ndani ya bara la Afrika ni jambo jema. Kwa hiyo kwanza lazima tumpongeze kwa kazi kubwa, kazi nzuri. Mimi naamini inaleta faraja sana kwa Watanzania. Kwa sababu leo ukiona namna ambavyo Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF anakuwa mmoja mjumbe katika kamati ya utendaji wa shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kwa hiyo kwetu mimi naamini kwamba siku zote watu wanategemea baba akitoka kwenda kutafuta, vijana wanategemea baba akirudi maisha yanaweza kuwa nini? Mazuri. Kwa hiyo mimi naamini kwamba katika soka letu hususan katika ukanda wa Sekafa pamoja na Tanzania tutapiga hatua kwa kumtegemea yeye, kwa sababu kuna vitu vingi nafikiri atapata. Lakini cha pili, waandishi wa habari mmekuwa sawa kweli baadhi yenu. Na hili ni shida ambayo ipo na inaendelea kututafuna. Na laiti waandishi mngekuwa mnasimama katika ukweli, nafikiri kwamba tungefika mahala soka letu lingefika sehemu ambapo kila Mtanzania anapohitaji. Lakini kibaya zaidi, nyinyi watu ambao mnategemewa sana kuelimisha jamii, ndio baadhi yenu mmekuwa katika watu ambao nyinyi mnakwenda kuipotosha jamii. Leo mnajua, mnasema rais wa shirikisho amelalamika kwa wale watu ambao wanaheshimu bodi ya ligi kuambia wajiuzuru. Hamtakiwi kusema watu wamesema, semeni Yanga wamesema. Kwani mkiwataja Yanga ni dhambi? Kusema Yanga wamewaambia bodi ya ligi wajiuzuru ni dhambi? Mbona mnataka kukuatia Simba katika hili kundi? Semeni kwamba Mheshimiwa Rais Karia amewajibu wale ambao waliokuwa wanamwambia kamati yake ya bodi ya ligi ujiuzuru. Wamesema Yanga. Kwani mkisema mnapata dhambi? Siku zote msemo wa Kizaramo unasemaga wafadhilaka wapundaka. Ina maana gani kisema? Na ukiacha huo msemo, kuna msemo mwingine wanasema gunia la misumari halibebeki. Na ukiacha hivyo, usidanganye watu ukachukua kinyesi ukakitia katika mfuko, watu harufu yake lazima wakisikie. Haya niliyategemea, na kuna mengine yanakuja zaidi ya haya. Moja katika watu wanafiki duniani, moja katika klabu na watu wanafiki duniani, Dar es Salaam Africans. Sugu imekuwa tena. Yaani hata akiwa shangazi yangu yumo, ukija katika mswala wa mpira anakuwa mnafiki zudi ya Dar es Salaam Africans. Moja katika vilabu vimefaidika Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ni Dar es Salaam Africans. Kwa nini kisugu? Leo Yanga ndio ametoa mwenyekiti wa vilabu kwenye bara la Afrika. Wauliza alipigiwa kula, nani alipeleka jina lake CAF? Ambaye ni Engineer Said. Sikiliza wewe, huko tutafika. Mbona una haraka shekhe? Hapa ya nini? Wewe tulia. Sikia maneno kutoka kwangu. Leo unapomsikia huyu mwenyekiti wa vilabu katika bara la Afrika, kuna heshima kubwa huyu mtu kafanyaje? Kapewa. Katika vilabu katika mabara nchi 54. Vilabu zaidi ya 800 na something. Hivi nazungumzia vya ligi kuu. Hujavivika vya ligi ya chini. Zaidi ya 810. Mwenyekiti wao ni Engineer Harris. Nendeni mkaulize Dar es Salaam Africans. Kapigiwa kula. Hilo ni moja la tunda ambalo Yanga wanafaidika kutoka katika shirikisho la mpira Tanzania TFF. Lakini la pili, Dar es Salaam Africans, nendeni mkawaulize, wanaochukua ubingwa mara 3 wa NBC, wanachukua ubingwa wa Azam Federation Cup kwa uongozi upi? Upi? Yako mambo hayazungumzwi, hayatakiwi kusema katika vipaza sauti, lakini mimi nitasema. Nendeni nyinyi mashabiki wa Yanga kaulizeni management ya Yanga. Moja ya sababu ya Yanga kucheza finali ya shirikisho barani Afrika ni TFF. Kiongozi akatae, mimi niseme. Wafadhilaka wapundaka. Ndio haya ambayo tunayaona. Na mimi nasema nimuombe sana mwenyekiti wangu Mohamed Kabwea aniruhusu mimi niseme.
Ameridhia mimi niseme, nitaendelea kusema. Bwana Kabwaya, asante sana, nakushukuru. Hiki kinachotokea ni malezi mabaya na malezi mabovu ambayo Yanga amelelewa kwenye nchi. Malezi mabaya na malezi mabovu ambayo Yanga amelelewa kwenye nchi. Ikafika mahala wana Yanga wakajisahau, wakaamini wao wana uwezo mkubwa katika nchi kufanya chochote ambacho wanachostahili kufanyaje, kufanya na wasiguswe. Na ndio maana leo mabuansa ya Yanga wanajikusanya 10 eti wanakaa getini wanakwenda kuzuia taasisi kama Simba. Yanga Simba mpiti hapa. She, Mwenyezi Mungu aroomba mbingu na ardhi, anasema dunia itakuwa na mwisho. Haya mambo ya kujiona Yanga ndio mwenye nchi yake, mwisho ushafanyaje? Ushafika. Ogopa sana. Namkumbuka mzee wangu wakati huo, kama kumbukumbu itakaa vizuri, alikuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, mzee Makamba. Kuna mgogoro mmoja katika vilabu viuliaiki kutokea. Akatoa mfano akasema, endapo ukiwa unamfuga mbwa kila siku unamnunulia nyama, anakula anashiba na anakuwa mlinzi wako. Siku akatokea unarudi mbwa anajua huyu ndio bwanangu, lakini akaamua kukubwakia na kutishatisha, basi elewa iko siku mbwa anakuja kufanyaje? Kukutafuna. Haya malezi mabovu Yanga Dar es Salaam Africans yamefikisha hapa. Na nimuombe sana rais wa TFF, lazima tukubali, hakuna namna katika hili. Soka letu la Tanzania limesogea. Moja katika nchi ambazo za Afrika soka limekuwa kwa haraka sana, Tanzania. Moja ni juhudi ya serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Naamini hakuna Mtanzania asiyejua serikali inawekeza mabilioni ya pesa katika swala la michezo. Arusha Stadium zaidi imekula bilioni 284. Dodoma Stadium imekula zaidi ya bilioni 300 na something. Serikali inajitoa. Dhamira nia yao serikali kuona mpira kwenye nchi inachezeka, michezo inafanyaje? Inakuwa. Baraza la michezo BMT linapambana kuhakikisha mpira nchi unafanyaje? Unakuwa. Wizara ya michezo inapambana kuhakikisha mpira unafanyaje? Unakuwa. TFF walali usiku, hawalali mchana kuhakikisha mpira unakuwa. Wakiwa hawa jitihada zao zote wanafanya, wakikubali watu 6 tu katika nchi ambao wanapambana soka la Tanzania lisikuwe so watu wa kuwafumbia macho. Ambao ni nani? Wewe unataka nikutajie? Njoo Mbagala Kongoe. Sasa hivi tupo station. Awali si ninaandika kwenye majina kichwani hapo, njoo Mbagala Kongoe. Nendeni mkawaambia wabaki kwenye siasa, wanakuja kutuharibia mpira, wanakuja kuharibu jitihada za mheshimiwa rais. Rais anapambana vipi, wao wanapambana kurudisha mpira chini. Nendeni tutawaambia. Tutasema. Leo hii soka la Tanzania huwezi ukalizungumzia namna ya kukua bila kutaja shirikisho la mpira Tanzania ambalo liko chini ya mheshimiwa nani? Karia. Nimuombe sana mheshimiwa Karia, wakati sahihi ni wakati wa Mungu, na wakati sahihi ni wakati wa maamuzi magumu. Anatakiwa mheshimiwa Karia kwenda kufanya maamuzi magumu katika hili. Haiwezekani Watanzania milioni 60 ambao tunakaa tunakiri katika mioyo yetu football ya Tanzania imesogea, alafu kinakaa kikundi cha watu wachache ambao mimi nawaita wauni wanakwenda kupambana kuhakikisha soka la nchi lisikuwa, alafu sisi tukae kimya. Haitawezekana. Tena kwa maslahi yao. Unaungana na Rais Karia? Wewe ungani naye? Wewe ungani naye? Uliza Kisugu. Na mimi nakuuliza ungani naye? Kauli yako ambayo uliotoa. Leo lazima uungane na mheshimiwa Rais Karia kwa kazi kubwa anafanyaje? Anafanya. Jana nilikuwa namsikiliza maelezo yake. Kuna jambo mheshimiwa alizungumza lilinigusa. Nikataka kujadili sana, lakini kwa sababu sipewi nafasi ya kujadili na mheshimu sana mheshimiwa Karia. Anasema kuna muda alifika mahali mpaka watu wana riziki kuhusu Yanga. Wewe unajua hilo? Riziki maana yake ni unajua? So riziki ya kula, kuna riziki na kuliziki.
Yani maana yake mtu anafika mahali anahatarisha maisha yake, anahatarisha maisha yake. Na hii Yanga sio mara ya kwanza. Hii Yanga walifanya mwaka 2002 2003. Nendeni mkamtafute Mwina Seif Kaduguda, anajua historia ya Yanga alichokifanya kwenye nchi hii. Aliriski maisha Kaduguda. Wa Yanga kila siku. Wao wamezoea Kisugu. Wao nani? Nani Yanga? Wai? Tumewachoka. Nilitarajia nisizungumze sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu imani yangu ya Kiislamu imenikataza. Imeniambia sio kufunga tu kwa sababu kuacha kula nafanyaje? Na kunywa, lakini pia kuulinda mdomo wangu asitamke maneno ambayo kuna mtu mwingine atakenda atakereka. Lakini wewe umeniambia leo acha mimi niseme Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi atanisamehe. Kwa sababu anasema khairi min Allah, shari min Allah. Upo? Pongezeni sana Mheshimiwa Rais Karia kwa kazi kubwa, kazi nzuri unayofanya. Lakini kikubwa naendelea kumuombea dua, na muombea vile vile makamu wa rais, washirikisho mpira ndugu yangu kakaangu Asmani Nyamrani, lakini pia katibu mkuu mtendaji Wilfred Kadau wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri. Lakini niwape pole sana bodi ya ligi. Chini ya kakaangu Almas Kasongo, mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wangu Mguto, wanafanya kazi kubwa. Lakini niwahusie tu jambo moja. Unapokuwa baba Mungu akakujalia kuwa watoto 6. Lazima ujue utofauti wa akili upo. Utofauti wa kipato upo. Ndani yake utapata watoto wenye akili na ndani yake utapata watoto chizi. Mizali wewe baba, maana yake hakuna wa kumtupa wote wa kwako. Kwa chizi ni nani? Chizi ni nani Kisugu? Kisugu, chizi ni nani? Nimesema na narudia tena. Mungu akakujalia ukapata watoto ndani yake. Sikia vizuri mwandishi. Naongea mimi kwa kodi. Nakusikiliza. Lakini kabla imada sijagusa, kwanza nampa usia mzee wangu Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi. Nampa usia kaka yangu Almas Kasongo, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, kwa sababu wao ndio wenye mpira wao. Baada ya kumaliza imada nikasema Mungu akakujalia kupata watoto 6 kwenye familia. Watu hawalingani hao watoto. Sasa unamzungumzia Kisugu na watoto wake Mbagala hao. Ndani yake kuna watoto atawapa wenye kipato zaidi kulikoni mwingine. Na ndani yake Mungu atakupa maskini zaidi kulikoni mwingine. Ndani yake atakupa mtoto mwenye akili kulikoni mwingine. Lakini kubaliana ndani yake atakupa mtoto chizi. Sasa ukiwa baba ukipita jalalani mtoto wako akati anakula pale, Mungu amempa katika ile ambayo yeye aliamua kumpa. Mtu akikuuliza yule nani, sema yule mwanangu naye, kwa sababu huna kumtupa. Mzee Mguto aendelee kuvumilia. Wewe chizi ni nani Kisugu? Aendelee kuwa mvumilivu Almas Kasongo. Lakini kuna muda uvumilivu wa baba, kuna muda baba unyesha fani yako kama mimi nani? Baba. Sikiliza Kisugu. We kutianga mpongote we. Kuibalange mikongo we, kuibalange mikongo kutianga. Jumatatu ya flash. Mipango imekaa sawa sawa. Umetaka ndio hivyo, kutaka ndio hivyo. Asante sana na washukuru sana waandishi wa habari. Kwa Yanga na Tanga. Nimesema asante sana na washukuru sana waandishi wa habari. Nikushukuru sana.